Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha maisha ya watakatifu. Leo tarehe 17 mwezi wa 3 tunasikiliza na kutafakari juu ya maisha ya Mtakatifu Patrisi askofu. Patrisi alizaliwa mnamo mwaka 385 nchini Uingereza. Baba yake alikuwa ofisa wa serikali ya Kirumi na alifanya kazi Uingereza. Mama yake alikuwa ndugu wa karibu wa Mtakatifu Martini wa Tours. Akiwa na umri wa miaka 16, alichukuliwa mateka na wavamizi kutoka Ireland na kupelekwa uhamishoni, mahali alipokaa kwa muda wa miaka 6 kama mchungaji akimtumikia Milchi, liwali wa Dalaradia. Baada ya hapo alifanikiwa kutoroka na kwenda Ufaransa na kuingia monasteri ya Tours. Kwa vile alikwisha kupiga hatua tayari katika maisha ya kiroho na sala, alitamani kuwafundisha Wa-Irish wapagani imani. Lakini miaka 20 baadaye ilipita kabla ya kurudi tena kwao kuwafundisha kama misionari. Askofu Palladius kutoka Uingereza alitumwa Ireland na Papa Celestini wa kwanza mnamo mwaka 430 kwa Wakristo wa Ireland, lakini alikutana na upinzani mkubwa sana kutoka kwa wapagani waliotaka arudi Uingereza, na mara tu aliporudi alikufa. Baada ya hapo, Patrisi akiwa na umri wa miaka 40 aliwekwa wakfu kuwa askofu na akatumwa kuinjilisha katika nchi ya Ireland. Yeye pia mwanzoni alipata upinzani mkali na alitakiwa kurudi, lakini alielekea kaskazini mwa Ireland na kufanikiwa kumwongoa mtawala wa huko aliyeitwa Dichu kwa kutenda muujiza wa uponyaji. Baada ya hapo, Patrisi akajenga altare ya kwanza ya Kikristo mahali palipoitwa Sabhali. Miaka michache baadaye, machifu wote walikusanyika katika kilima cha Slane karibu na Tara. Patrisi akatumia nafasi hiyo kuwafundisha imani kwa ujasiri, akifafanua mafundisho juu ya Utatu Mtakatifu. Patrisi alitumia mfano wa mti kueleza juu ya Utatu Mtakatifu akisema, Utatu Mtakatifu ni sawa na mti wenye shina moja, majani matatu, asili moja, nafsi tatu. Kwa sababu ya muujiza aliyotenda, Mfalme Leogaire wa Slane akampa ruhusa afundishe watu wake dini ya Kikristo. Baada ya muda si mrefu, Ukristo ukaenea katika kisiwa cha Ireland. Ni wakati huu Mtakatifu Patrisi alitunga utenzi wake maarufu sana ulioitwa Sahani ya Moyo wa Mtakatifu Patrisi. Ilimchukua miaka 7 Mtakatifu Patrisi kuinjilisha Connaught na baadaye akainjilisha Ulster, Meaki, Leinster na mwishowe Limeriki. Yeye na wamisionari wenzake walikamatwa na kufungwa gerezani mara nyingi na hata kutishiwa kuuawa, lakini mwisho wa yote waliachiwa na kuendelea kutangaza Injili, huku machifu na raia wao wakiongokea Ukristo kwa maelfu. Mnamo mwaka 461 Papa aliwatuma maaskofu wasaidizi 3 wakafanye kazi na Patrisi. Miaka 2 baadaye, Patrisi alikwenda Roma kupeleka ripoti ya kichungaji kwa Baba Mtakatifu. Aliendelea kusafiri nchini Ireland akianzisha maparokia na majimbo na kuchochea miito ya mapadre wa jimbo. Alianzisha pia nyumba za kitawa na shule za ufundi. Mchango wa Mtakatifu Patrisi ni mkubwa sana katika kupanda mbegu ya imani, sio tu katika nchi ya Ireland
bali pia barani Ulaya kwa ujumla. Patrisi alikuwa mnyenyekevu lakini jasiri wa kupokea mateso na mwenye nia thabiti ya kuokoa roho za watu. Wakati anafariki dunia kule Sabhali mnamo mwaka 461, alikwisha weka msingi wa kanisa la Ireland. Alifanikiwa kuwaongoa watu wengi kwa muda mfupi hivi kwamba ndani ya muda wa miaka 10 aliitwa na viongozi wa serikali kusaidia kufanya mabadiliko katika sheria za nchi zilizowalinda Wakristo. Mpaka mwisho wa maisha yake, Patrisi hakuwahi kulegeza kamba katika sala, kufunga na kujinyima anasa. Vitabu vyake viwili maarufu, Maungamo na waraka wa Korotiko, vinamfunua kuwa mtu aliyemtegemea sana Mungu kwa sala katika utume wake. Itukuzwe damu ya Kristo! Milele amina. Utenzi wa Mtakatifu Patrisi ulioitwa Sahani ya Moyo ni tafakari ya leo juu ya maisha ya Mtakatifu Patrisi, askofu. Mkono wa Mungu unifunike, njia ya Mungu niifuate, ngao ya Mungu inilinde, jeshi la Mungu linipiganie. Mtakatifu Patrisi, askofu, utuombee.